Jeshi la Marekani maarufu kama CENTCOM limeripoti ya kwamba Marekani imekamata meli ya biashara ya Iran maarufu kama M/V Sevani katika bahari ya Arabia. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, imeripotiwa kwamba helikopta ya jeshi la wanamaji la Marekani ilimkamata Sevani kwa msaada wa ndege ya kivita ya USS Pinckney au DDG-91. Iliongeza kuwa chombo hicho kilikuwa kinafuata maagizo ya kijeshi ya Marekani ya kurudi Iran kikiwa chini ya ulinzi. Idara ya hazina ya Marekani iliidhinisha Sevani mnamo Aprili 24 pamoja na meli zingine 18 kwa kusafirisha bidhaa za mafuta na gesi za Irani hadi masoko ya nje. Meli za Irani pia zinatumika kama kiungo muhimu kati ya wazalishaji wa mafuta wa Iran na watumiaji wa mwisho barani Asia. Idara ya hazina ya Marekani imeripoti M/V Sevani inamilikiwa na Panama na inamilikiwa na kampuni ya nishati na usafirishaji ya Anchor, kampuni yenye makao yake makuu visiwa vya Marshall, na ilisafirisha takribani mapipa 750,000 ya propane na butani ya Irani hadi Bangladesh kati ya mwezi Agosti na mwezi Novemba mwaka 2025. Vikosi vya Marekani vinaendelea kutekeleza vikwazo na vizuizi kwa meli zinazoingia au kutoka bandari za Irani. Tangu kuanza kwa vizuizi hivyo, meli 37 zimeelekezwa kwingine. Na inakumbukwa Aprili 13 Marekani pia iliweka kizuizi cha majini dhidi ya Iran baada ya mazungumzo ya Islamabad kushindwa kukomesha vita vya Iran. Maendeleo ya hivi punde katika vita yanakuja huku trafiki kupitia mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta na gesi duniani, ikipungua sana tangu mashambulizi ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran yaanze Februari 28, huku Tehran ikilenga meli za mafuta na miundombinu ya nishati ya kikanda ikijibu. Takribani 20% ya mafuta na gesi asilia iliyoyeyushwa duniani hupita kwenye mlango bahari wa Hormuz kila siku, na imechochea wasiwasi kuhusu usumbufu wa muda mrefu katika masoko ya nishati duniani. Mafuta ghafi ya Brent, kiwango kinachotumika sana duniani, iliweza kupanda hadi kilele cha karibu dola 120 kwa pipa mwezi Machi pekee. Bei ilionekana mara ya mwisho mwaka 2022 baada ya uvamizi kamili wa Urusi nchini Ukraine. Tukio la Marekani kuzuia meli ya Iran M/V Sevani katika bahari ya Arabia linafungua ukurasa mpya wa mvutano wa wazi kati ya mataifa haya mawili, na inaweza kuwa na athari pana si tu kijeshi bali pia kiuchumi na diplomasia duniani. Sasa huu ni uchambuzi, na ili pia kuna vizuri kabisa, basi nitakupatia uchambuzi mpana zaidi kwamba pia Iran inaweza kuchukua hatua gani, na ni muhimu kuangalia pia muktadha mpana wa mgogoro huu, maslahi ya Iran na mbinu zake za kawaida katika kujibu shinikizo la Marekani. Kwanza kabisa, Iran ina historia ya kutojibu moja kwa moja kwa nguvu kamili dhidi ya Marekani, bali hutumia mkakati wa majibu yasiyo ya moja kwa moja. Hii ina maana kuwa badala ya kushambulia moja kwa moja vikosi vya Marekani, Iran pia inaweza kutumia makundi washirika wake katika ukanda Mashariki ya Kati. Makundi kama Hezbollah huko Lebanon, wanamgambo wa Kishia nchini Iraq, au hata makundi ndani ya Yemen kama Ansar-Allah inaweza kuongezwa nguvu kufanya mashambulizi dhidi ya maslahi ya Marekani au washirika wake kama Israeli pamoja na Saudi Arabia. Hii inampa Iran uwezo wa kujibu bila kujihusisha moja kwa moja na vita kamili. Hatua ya pili ambayo Iran inaweza kuchukua sasa ni kuongeza mashinikizo katika mlango bahari wa Hormuz. Huu ni mkondo muhimu sana kwa usafirishaji wa mafuta duniani, ukibeba takriban 20% ya mafuta yote ya dunia, ambako Iran sasa tayari imewahi kuitisha kufunga mlango huo hapo nyuma katika hali ya sasa pia, na bado inaonekana kuwa hivyo. Iran inaweza pia kuweka mabomu ya baharini, kuzidisha ukaguzi au hata kukamata meli zinazohusishwa na Marekani au washirika wake, kufanya mashambulizi ya haraka kwa kutumia boti ndogo ndogo za kijeshi. Hatua hizi zinaweza kusababisha hofu kubwa kwenye soko la nishati duniani, na tayari dalili zimeanza kuonekana kupitia kupanda kwa bei ya mafuta ya Brent. Na tatu, Iran inaweza kutumia nguvu ya kidiplomasia na propaganda ya kimataifa. Itaweza kuwasilisha tukio hili kama uvunjaji wa sheria za kimataifa na uharamia wa kisasa wa baharini unaofanywa na Marekani kupitia mashirika kama Umoja wa Mataifa au kwa kushirikiana na mataifa rafiki kama Urusi na China. Iran inaweza kujaribu kujenga shinikizo la kimataifa dhidi ya Marekani. Hii ni muhimu kwa sababu Iran inahitaji kuonekana kama mhanga mbele ya jamii ya kimataifa
ili kupata uungwaji mkono wa kisiasa. 4. Kuna uwezekano wa Iran kuongeza kasi ya mpango wake wa nyuklia kama njia ya kujilinda. Kihistoria, kila mara Iran inapokumbana na shinikizo kali kutoka Marekani, imekuwa ikikaribia zaidi hatua za juu za urutubishaji wa uranium. Hii ni njia ya kuonesha kuwa inaweza kujilinda kwa kiwango cha juu zaidi. Hatua kama hizi zinaweza kuongeza hofu kwa nchi za Magharibi na hata kupeleka hatua kali zaidi, hivyo kuongeza hatari ya vita kamili. 5. Iran inaweza kulenga uchumi wa kimataifa kwa njia zisizo za moja kwa moja, hasa kupitia mashambulizi ya mtandao, kwani inaweza kushambulia miundombinu ya mafuta, benki au hata mifumo ya usafirishaji katika nchi zinazoiunga mkono Marekani. Mashambulizi haya yanaweza kusababisha usumbufu mkubwa bila kutumia nguvu za kijeshi moja kwa moja. 6. Iran inaweza kuongeza operesheni zake za kijeshi katika maeneo karibu kama Syria na Iraq. Hapa inaweza kulenga vituo vya kijeshi vya Marekani au washirika wake kwa kutumia makombora ya masafa ya kati au drones. Tayari pia Iran ina uzoefu mkubwa wa kutumia drones katika vita, kama ilivyoonekana katika matukio ya nyuma dhidi ya Saudi Arabia. Na 7. Kuna uwezekano wa Iran kuchukua hatua za kiuchumi kwa ndani ili kupunguza athari za vikwazo. Hii inaweza kujumuisha kuongeza biashara na nchi zilizofuata vikwazo vya Marekani kama China, kutumia njia mbadala za kifedha au mfumo wa malipo usiotumia dola, kuongeza uzalishaji wa ndani wa bidhaa muhimu. Ingawa hatua hizi hazitakuwa na athari za haraka kijeshi, lakini zitasaidia Iran kuhimili shinikizo la muda mrefu. 8. Iran inaweza kuchagua njia ya tahadhari na subira. Badala ya kujibu haraka, inaweza kusubiri muda mwafaka ambapo Marekani iko katika hali dhaifu kisiasa au kijeshi. Hii imekuwa mbinu yake mara kadhaa, ambapo hujibu kwa kuchelewa lakini kwa athari kubwa. Hata hivyo, ni muhimu kuelewa kuwa Iran lazima ipime hatua zake kwa makini. Kujibu kwa nguvu kupitia kiasi kunaweza kusababisha vita kamili na Marekani, jambo ambalo linaweza kuwa na madhara makubwa kwa Iran yenyewe. Kwa upande mwingine, kutokujibu kabisa kunaweza kuonekana kama udhaifu wa kuathiri hadhi yake katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Kwa mtazamo wa kimkakati, Iran hujaribu kusawazisha mambo matatu. Kwanza, kulinda hadhi yake kama nguvu ya kikanda. Pili, kuepuka vita kamili na Marekani. 3, kudumisha uchumi wake licha ya vikwazo. Kwa kuzingatia hayo, uwezekano mkubwa ni kwamba Iran itachukua mchanganyiko wa hatua ndogo ndogo lakini zenye athari kubwa, hasa kupitia washirika wake, mashambulizi ya mtandao na shinikizo katika njia za usafirishaji wa mafuta. Kwa ujumla, tukio la kukamatwa kwa M/V7 linaweza kuwa kichocheo cha kuongezeka kwa mvutano katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Hatua yoyote itakayochukuliwa na Iran haitakuwa ya bahati mbaya, bali itakuwa sehemu ya mkakati mpana wa kulinda maslahi yake, huku ikiepuka kuingia kwenye vita moja kwa moja na taifa la Marekani. Dunia kwa sasa inashuhudia hali nyeti ambapo kosa dogo linaweza kusababisha mgogoro mkubwa zaidi wa kimataifa, hasa ukizingatia umuhimu wa mlango wa bahari wa Hormuz katika uchumi wa dunia. Na huu ndio mwisho wa taarifa muda kutoka Mashariki ya Kati. Endelea kunifuatilia kila siku na kila wakati pia kwa taarifa zaidi. Asante, mimi ni Yohana Machia. Usiache kusubscribe.